Sawa wapendwa, karibuni kwenye Bible study yetu ya leo ambayo tutaangalia masomo ya Alhamisi. Wengine wanaita Alhamisi Kuu, lakini Alhamisi ya kuwekwa mkate au meza ya Bwana ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alisalitiwa. Lakini tutaanza na walipokuwa pale kwenye chumba ambacho walikula pamoja mlo wa mwisho kabla ya kwenda bustanini ambako Yuda Iskarioti alimsaliti Bwana. Hii siku ya Alhamisi baadhi ya watu wanaita ni siku ya wasaliti. Tutaangalia inakuwaje siku ya wasaliti. Hapa mwanzoni naomba tuombe. Ana, unafanya sala? Tuombe. Mwenyezi Mungu Baba wa milele, tunakushukuru kwa neema yako na uweza wako. Asante kwa namna ambavyo unatutunza, mfalme wa amani. Tazama ni wakati mwingine huu tunakwenda kuanza somo hili. Tunaomba mfalme ukawe pamoja nasi, ukaanze pamoja nasi, lakini ukaendelee pamoja nasi na ukahitimishe pamoja nasi kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Amen. Amen. Haya, sasa tutaanza kwa kuangalia yale masomo ambayo yanaangukia kwenye siku hii. Tunaanza na somo la Zaburi. Ni Zaburi ya ngapi? Tuambie. Tasoma Zaburi ya 111 mstari wa kwanza hadi ule wa 10. Neno la Mungu limeandikwa hivi: Haleluya! Nitamshukuru Bwana kwa moyo wangu wote, barazani pa wanyofu wa moyo na katika mkutano. Matendo ya Bwana ni makuu, yafikiriwa sana na wapendezwao nayo. Kazi yake ni heshima na adhama na haki yake yakaa milele. Amefanya ukumbusho wa matendo yake ya ajabu. Bwana ni mwenye fadhili na rehema, amewapa wamchao chakula. Atalikumbuka agano lake la milele. Amewajulisha watu wake uwezo wa matendo yake, kwa kuwapa urithi wa mataifa. Matendo ya mikono yake ni kweli na hukumu. Maagizo yake yote ni amini. Yamethibitika milele na milele, yamefanywa katika kweli na adili. Amewapelekea watu wake ukombozi. Ameamuru agano lake liwe la milele. Jina lake ni takatifu la kuogopwa. Kumcha Bwana ndiyo mwanzo wa hekima. Wote wafanyao hayo wana akili njema. Sifa zake zakaa milele. Amen. Amen. Tuangalie kwa ufupi sehemu hii ambayo ndio somo ambalo linatuanzia. Zaburi yenyewe inatuambia sifa kwa maajabu ya Mungu. Mkiangalia hapa mnaona kuna maajabu gani ambayo pengine yanatupeleka kwenye siku yenyewe. Hapa nataka niwasaidie muone kwamba mnapokuwa kwenye Bible study mnaangalia mambo gani ya muhimu, na pamoja na kuangalia hayo mambo ya muhimu yaliyopo kwenye hicho kifungu mlichokisoma, mnahitaji kuhusianisha na kichwa ambacho mmepewa kwa ajili ya kuwalisha watu wa Mungu kwa siku hiyo. Watu wa kalenda, tusomeeni kichwa cha siku hii. Kinaitwaje? Siku ya kukumbuka kuwekwa kwa chakula cha Bwana. Mpe mic. Ukumbusho wa Yesu. Nitaidi ukiongea uwe na unahakisha umepewa mic. Inaitwaje? Siku ya kukumbuka kuwekwa kwa chakula cha Bwana, kula na kunywa kwa ukumbusho wa Yesu. Siku ya kukumbuka kuwekwa chakula cha Bwana. Sawa sawa. Tutaangalia hicho chakula kilianzia wapi na kwa nini kumbukumbu ifanyike. Lakini pamoja na hayo nataka kuona kwenye hii Zaburi kuna nini ambacho mnadhani kinahusiana na ili tukio ambalo tunalo kwa siku ya Alhamisi. Mnyewe mmekazana mnaandika. Haya,
Ukiangalia hapa kuna mambo matatu ambayo tunayo hapa. Jambo la kwanza, kuna habari ya agano inatajwa humu ndani humu. Sawa? Maanake tutaangalia kuna uhusiano gani wa hiki ambacho kinafanyika siku ya Alhamisi na agano, na halafu kuna uhusiano gani wa agano na hayo yaliyokuwa yanatendeka hiyo siku ya Alhamisi na hiki ambacho kinatajwa hapa. Ukiachana na hiyo, hapo kuna jambo la chakula inatajwa ndani mstari wa 5. Amewapa wamchao chakula, atalikumbuka agano lake. Kwa mambo mawili yanawekwa pale pale. Lakini kuna habari ya matendo yake ya ajabu. Amefanya ukumbusho wa matendo yake ya ajabu. Tutaangalia hapa, nataka tuangalie ni matendo gani hayo ya ajabu. Walioimba Zaburi wameimba kwa nyakati tofauti. Zaburi zilizoko kwenye kitabu cha Zaburi hazijatungwa na mtu mmoja, kama vile let's say kitabu cha Matendo kimeandikwa na mtu mmoja, kitabu cha Mathayo kimeandikwa na mtu mmoja, kitabu cha waraka gani kimeandikwa na mtu mmoja. Humu kwenye Zaburi wamekusanya sala, nyimbo na halafu manunguniko, malalamiko ambayo yamepita katika nyakati mbalimbali. Chaula, wewe ukishaingia funga mlango, watu wasije tena. Maana hiyo wanatuharibia nini? Recordings zetu. Sawa. Okay. Kwa hiyo kilichopo ndio hicho kwamba wamekusanya sala za vipindi tofauti. Ndio maana unaweza kuona kwamba watu walioishi nyakati mbalimbali mambo yao yako hapa. Kuna tangu nyakati za Musa na Haruni, Zaburi zao ziko humu ndani. Kuna nyakati za kina Daudi ziko humu ndani, za kina Sulemani ziko humu ndani. Wamekusanya kwa nyakati tofauti, ndio wanatuambia kwamba hizi ni Zaburi. Sasa kwenye hii hapa na waandaji wa kalenda wameona kwamba tuiangalie kile ambacho kipo. Anasema kwamba matendo ya Bwana ni makuu, na anafanya ukumbusho wa matendo hayo ya ajabu, na amewapa wamchao chakula. Okay, ni chakula gani hicho? Siku ya Alhamisi tunasema ni siku ambayo tunakumbuka kuwekwa kwa chakula, au ndo siku ambayo meza ya Bwana ni kama ilianza rasmi. Tunazungumza habari za ukombozi ambao kwanza Mungu aliufanya kwa taifa la Israeli, namna jambo hili lilivyoanza. Yaani lilianzia wapi na mpaka Yesu akawa anafanya ukumbusho. Tuangalie mambo mawili hapa. Jambo la kwanza lilivyoanza, na jambo la pili Yesu anaanzisha kitu gani. Tunazungumza habari za wana wa Israeli kuingia Misri na halafu kutoka. Wakati wanaingia, waliingia kama ndugu wa mtawala. Mnakumbuka yule mtawala alikuwa nani? Niliwaambia ukisema Mike, unaleta ile Mike iko wapi? Haya hapo. Eliudi, no. Wewe utasimama, utakuwa unakimbiza hiyo Mike. Haya, alikuwa nani? Yusufu. Kwamba yule mtawala alikuwa Yusufu. Sasa huyu Yusufu tunafahamu kwamba alifanya mambo mazuri kwa ajili ya Misri. Akamnunulia Farao nchi kwa njia ya hekima ambayo Mungu alikuwa amempatia, akaongoza na kila kitu. Kwa hiyo wana wa Yakobo wote wale 70 wanaotajwa kwenye kitabu cha Mwanzo kwamba ndio waliingia kwa madaha, kwa ujasiri, kwa sababu ya ndugu yao aliyekuwa amewatangulia. Miaka ya kwanza wameishi vizuri kabisa. Bahati nzuri kitabu cha Mwanzo kinamalizika kwa kuonesha kwamba kila kitu kizuri kwao na wanaendelea. Lakini kutoka kitabu cha Mwanzo hadi Kutoka, hapo katikati kuna pengo la miaka mingi sana. Tunapoanza na kitabu cha Kutoka tunaona hawa watu tayari wanateswa. Lakini kitabu cha Mwanzo kinamalizika kwa kifo cha Yusufu.
alikuwa na miaka mingapi? Mjibu ukiwa na uhakika, sio kukisia. 110, sawa? Kama ni kutoka 110 Yusufu anakufa na alikaa kule sio chini ya miaka 80. Kwa sababu aliingia kule akiwa na miaka 17. Haya, ukichukua 17, 110 ukitoa 17 unapata ngapi hapo? Miaka mingi tu, sivyo? Sasa hapo katikati hapo maana yake kuna pengo la miaka mingi. Kutoka 110 huyu anapokufa na mpaka tunakuja kuona Musa anazaliwa. Maana yake hapo katikati imepita kama miaka tunasema Musa alizaliwa mwaka wa 350 wa hawa watu kukaa kwao kule wapi? Hapo katikati miaka 350 kuna mambo mengi yamepita. Ukisoma Biblia huwezi kuyakuta, ila tu naona kwamba tayari mateso yameshaingia. Na Mungu huwa haruhusu mateso yaingie kwa watu bila sababu. Haya, ninyi mnasoma Biblia. Niambieni, mnakumbuka chochote juu ya watu wa Mungu wanapoingiwa na mateso wako kunakuwa kimetokea kitu gani? Hapo. Uasi. Uasi. Angalia kitabu cha Waamuzi, kila walipotenda uasi, yaani Mungu yeye mwenyewe aliwaletea adui ambaye aliwasumbua, aliwatesa mpaka wakafika mahali pa kuanza kulia. Sasa kwenye kitabu cha Waamuzi walikuwa wanamlilia Mungu, ila kwenye kitabu cha Kutoka ni kama hawamlilii Mungu, wanalia na kuhangaika kwa sababu ya mateso. Kwa ufahamu wao wa Mungu ulikuwa mdogo sana. Kwa Mungu kwa huruma zake anawahurumia, anawaletea Musa. Sasa Musa kuzaliwa kwake kumekuwa kwa pekee kidogo. Kwenye vitabu vya Apokrifa vinaonyesha kwamba kuzaliwa kwake kulitabiriwa na Miriam, kutabiriwa na hata Farao mwenyewe kwamba aliota ndoto lakini hakujua nini maana yake. Maelezo yalipomjia ndio hiyo akaanza tayari kuwaua watoto. Musa amezaliwa, kulelewa kwake kumekuwa hivyo hivyo kwa miujiza na mpaka baadaye anaanza kazi. Ile Kutoka sura ya 2 anapoanza kazi, ni kama alianza muda usio wenyewe vile, au Mungu aliona kwamba kuna jambo ambalo linahitaji kutendeka zaidi. Anampeleka Midian. Huko ndiko anakopokea wito wa kurudi. Anaporudi kwenye shughuli ya ukombozi, anasaidiwa na kaka yake. Aliitwa nani yule? Huyu kaka yake aliitwa nani? Haruni. Haruni. Tofauti ya Musa na Haruni kiumri ni kwamba Haruni alikuwa na miaka 3 zaidi ya Musa. Kwenye hii familia ya watoto watatu, Miriam ndo dada yao mkubwa, halafu anakuja Haruni, halafu Musa wa mwisho. Na hapa mkumbuke wale wanaodaiji haki ya uzaliwa wa kwanza. Musa hakuwa mzaliwa wa kwanza, alikuwa mzaliwa wa mwisho. Kwa hiyo kuna wakati Mungu anafanya mambo aonavyo. Yaani tusikariri kwamba kwa kuwa ilikuwa hivi. Kwenye Biblia tunao wengi tu ambao walikuwa viongozi wakubwa hata kama hawakuwa wazaliwa wa kwanza. Mnakumbuka yeyote mwingine ambaye hakuwa mzaliwa wa kwanza lakini alikuwa kiongozi mkubwa tu? Hapo mwanzoni tu. Mfalme Daudi. Mfalme Daudi. Katika watoto 8 wa kiume yeye alikuwa wa mwisho. Mwingine? Kuna riziki pale mtu. Au nakisia? Yakobo. Yakobo. Haya, Yakobo ndiyo katika watoto wawili yeye hakuwa wa kwanza. Lakini pia kuna mwingine hata Sulemani. Kwa Daudi yeye hakuwa wa kwanza. Kwa hiyo kuna mambo kadhaa Mungu anafanya. Sasa Musa anapokuwa amekuja kuwakomboa Waisraeli kwa agizo la Mungu, Mungu alimsaidia na kumpa uweza wa pekee kwamba watakwenda kwa Farao na Mungu atatenda miujiza kupitia ile fimbo waliokuwa wamepewa. Hai. Hapo kwenye hii shughuli kulikuwa na mapigo. Mnakumbuka mapigo mangapi yale yalikuwa? Hapo yalikuwa mapigo 10. Mapigo 10. Mkiongea ongeeni kwa sauti. Mapigo 10. Mapigo ya kwanza ni kama wana wa Misri walikuwa wanaigiza. Yaani Musa akifanya hivi
na wao wanafanya. Musa akifanya hivi na wao wanafanya. Na mpaka kuna watu wanatania kwamba hivi ile fimbo ya Musa mbona ni kama sio fimbo yake yenyewe tu, maana imemeza nyoka nini wa waganga, maana hawakutoka, si ndivyo? Lakini kuanzia pigo la 3, kama mnakumbuka ni pigo gani ile Wamisri walishindwa? Chawa. Kwamba kugeuza vumbi kuwa chawa, hapo wakanyosha mikono wakasema kwamba hiki ni kidole cha Mungu. Kwenye haya mapigo ya kwanza ambayo walikuwa wanaigiza, inatuambia kitu kizuri sana kwamba kumbe miujiza sio ishara ya kwamba tunamwamini Mungu, kwa sababu hata Ibilisi anaweza kuigiza. Kwa hiyo huko mitaani miujiza inakofanyika isije ikawadanganya watu. Hata wachawi wanaweza kufanya miujiza, Ibilisi anaweza kufanya miujiza na kutokeza chochote kile. Neno la Mungu ndio litusaidie kuona kwamba hapa tunakwendaje. Sasa kwenye yale mapigo, ukiacha haya ya kwanza, imekwenda mfululizo wa haya mapigo tangu pigo la kwanza mpaka pigo la 10 ilikuwa ni mapigo dhidi ya miungu ya Wamisri. Mapigo dhidi ya miungu ya Wamisri. Na hapa Mungu alikuwa anawaonesha Waisraeli uwezo alionao dhidi ya miungu ambayo wamedanganyika na kuanza kuiabudu. Kwa tunapoanza kuzungumza habari za matendo makuu ya Bwana aliyowaonesha, ni hayo. Ameanza kushambulia mungu mmoja baada ya mwingine mpaka tafika mungu yule wa 10 aliyeonekana kuwa na nguvu zaidi kumpa ujasiri na kiburi Farao. Sasa hapa kuna mapigo mawili yanayohusiana na Pasaka. Pigo la 9, mnakumbuka kulitokea nini? Wasomaji wa Biblia, pigo la 9, giza nene lililodumu kwa muda gani? Selina, lilidumu kwa muda gani? Giza nene lililodumu kwa muda wa siku 3 linahusiana na habari ya giza nene lililodumu kwa muda gani wakati wa kifo cha Yesu? Masaa 3. Masaa 3 wakati wa Yesu giza lilidumu. Kwa hiyo kuna uhusiano wa karibu sana. Tutaona tutakapofika mahali fulani kwa habari ya mbadilishano wa kuhani pia. Halafu pigo jingine ndilo hili ambalo limetuletea meza ya Bwana. Pigo la kuuawa kwa mzaliwa wa kwanza. Hili pigo ni kwamba Mungu aliwaambia waandae kondoo kwa ajili ya Pasaka. Waandae siku ngapi kabla? Waliwaambia waandae siku ya ngapi? Siku ya 10, sivyo? Halafu siku ya 14 wamtoe. Unajiuliza kwa nini wamuweke hizo siku zote hizo, sawa, bila kumchinja? Hapa kilichotokea ni kwamba Wamisri walikuwa kama vile Wahindi wanaoabudu ng'ombe kwamba ni mungu. Wamisri waliiona kondoo kama ni miungu yao. Na hawa wanapokuwa wamemchukua mwana kondoo au kondoo na kumfunga hapo tayari kwa kusema kwamba tutakula, kilichotokea ni kwamba Wamisri walianza kukereka, kuchukia kwamba ninyi mnaidhalilisha miungu yetu. Kama mnaidhalilisha miungu yetu, wakawa tayari wanaona kwamba hawa watu hawafai kuwepo hapa. Lakini hiyo haikutosha. Wamesubiri mpaka siku yenyewe, hiyo siku ya 5 baadaye, ndio wanaambiwa kwamba watachinja huyu mwana kondoo au mbuzi, halafu watakula nyama yake na damu watafunika kwenye nini? Yaani watapaka kwenye miimo ya nyumba. Miimo, mnafahamu miimo ni nini? Kuna watu tunazungumzaga habari za miimo na vizingiti vya nyumba na halafu hawatuelewi. Chaula, tuoneshe, yani simama vizuri kabisa utuonyeshe miimo ya nyumba ni ipi, yani milango ni ipi, ili tujue kwamba kipi ni kipi. Miimo ni hapa.
Na kizingiti ni kipi? Naona umeonesha mmoja tu. Muhimu huu hapa na huu hapa. Kizingiti kipi? Maana yake kizingiti ni hichi ambacho kimelala hivi. Kiswahili chetu cha leo tunasema tuna frame ya mlango au kuna Kiswahili kingine? Ni frame. Sawa sawa. Kwa hiyo iliyokaa pale juu ni vizingiti. Kwa hiyo walipaka sehemu 3. Juu na halafu hizo za pembeni ambazo tukiunganisha tunapata kitu kinachoitwa msalaba. Sasa kwenye hii hapo waliambiwa kwamba wale hiyo nyama wasikaange, badala yake waoke. Halafu waliambiwa wale mikate ambayo hawataweka hamira, badala yake wafanye nini? Wachome chome tu. Kwa nini? Hakuna anayetaka kusema. Kleto. Walazimu kutengeneza mikate isiyo na hamira kwa sababu ya kusevu muda, kutunza muda. Kwa sababu ya uharaka waliokuwa nao. Sawa? Sasa Mungu aliwaambia kwamba kisha kufanya hivyo usiku ule ni kwamba atapita malaika atakaye kuwa ameonekana kwenye hiyo nyumba hakuna damu, basi mzaliwa wa kwanza wa kila kiumbe katika hiyo nyumba atakufa. Wamisri hawakulijua hilo, walio karibu wote mzaliwa wa kwanza kwenye nyumba zao alikufa, na hapo ndipo ambapo hata Farao mwanaye alikufa, na hapo wakachukia na kusema kwamba hao watu tumaliza, ondokeni. Sasa hili tukio la wao kuanza kula nyama na kula mikate na halafu damu kupaka pale kwenye vile vizingiti ndilo ambalo linatuleta kwenye hii kumbukumbu ambayo sisi tumekuwa tukifanya na Bwana Yesu aliifanya usiku ule. Kuna habari za agano zinatajwa hapa kwenye hii ya kupaka hapo mlangoni. Kuna damu, na tunafahamu kabisa kwamba damu na agano vinakwenda pamoja. Kwa nini damu ni ya muhimu kwenye agano? Neema. Mpe Neema. Mimi naweza kusema kwamba kwa sababu damu ni uhai. Damu ni uhai. Uhai una uhusiano gani na agano? Damu ni nzito. Haya, tulicho nacho kwenye damu na agano ni kwamba ili agano liwe hai linahitaji damu ambayo ndio uhai, kwamba mnyama anayekufa uhai wake unahamishiwa kwenye hili agano, na agano litakuwa hai kwa sababu ya kile ambacho kimeuawa tayari. Kama mtu atavunja agano, maana yake uhai wake unakuwa hatarini kwa sababu ameharibu uhai wa agano ambalo limekuwa hai kwa sababu ya damu. Kwenye hili agano ambalo lilifanywa kwa njia ya damu hapo, maana yake wale wanyama walikuwa wanakufa badala ya hao wazaliwa wa kwanza. Maana yake Mungu ameweka uhai wa hao wazaliwa wa kwanza, amewatunzia, lakini kuna vitu vilivyokufa badala yake, na akawaagiza fanyeni hivi kila mwaka mkilikumbuka hili tukio la ukombozi wenu. Na kwenye kukumbuka waliambiwa wale vitu vya aina 3. Watakula mwana kondoo, ikimaanisha kwamba kuna mwana kondoo aliyekufa badala yao. Watalikumbuka hili muda wote. Halafu watakula mikate isiyotiwa chachu, yani isiyowekwa hamira, kukumbuka uharaka uliokuwepo. Na hii mikate huwa haiwi mizuri hata kidogo. Nakumbuka muda tulipokwenda Israeli ndio ilikuwa siku ya Pasaka, yani tulikula mikate ambayo hata huwezi kutamani kwamba inakuwaje. Na hiyo ndio inakuwa kumbukumbu nzuri. Kuna rafiki yangu mmoja alikuwa anasema kwamba tuna hizi Pasaka zetu tunazilipua na tunakula vitu vya luxury sana, vya raha. Imepoteza mvuto, imepoteza maana. Kwa wenzetu walikula hivyo, na halafu cha 3 walikula mboga chungu sana,
ikiwakumbusha mateso waliopitia huko. Sasa hii ya kwamba kila mwaka watakuwa wanakula, watafanya ukumbusho, imeendelea hivyo mpaka nyakati za Yesu. Na Yesu aliingia Yerusalemu siku ya Jumapili, hakusafisha hekalu siku hiyo kwa makusudi, kulinganisha siku ambayo huyu mwanakondoo aliandaliwa. Zikawa siku ngapi hapo? Siku ya 10, ya 11, ya 12, ya 13, ya 14. Yesu alisafisha hekalu siku ya Jumatatu. Siku ya Jumapili aliingia tu, akaangalia, alafu akatoka. Siku iliyofuata alirudi na kutindua na kuharibu kila kitu. Hapo ndipo machukizo yalipoanza. Hesabia kama aliingia Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, hii ndio siku wanachinja. Sawa? Siku ya 10, ya 14 wanafanya nini? Na huyu ameingia hekaluni siku ya lini? Ni kama siku 10 kabla, yani siku 5 kabla. Kwenye hii siku ya kusafisha hekalu amegombana na hawa, kuchochea chuki. Sisi tunapodhani ya kwamba alikuwa kazini, lakini kuna watu waliokuwa wamechukia na wakasema kwamba hapa lazima tumkamate, lazima tumuue, lazima tumuondoe. Wamekwenda na hizi chuki Jumatatu. Angalia mafundisho ambayo Yesu alifundisha hekaluni hii siku ya Jumanne, Jumatano, yalikuwa makali sana. Yaani hata mtu wa kawaida asingeweza kuvumilia. Hapo ndipo alipowaita Mafarisayo na Masadukayo hivi, ninyi wanafiki wakubwa. Sasa hakuna kiongozi anaweza kuvumilia maneno ya namna hii. Hii ndio maana baadhi ya watu wanasema kwamba unajua kufa kwa Yesu ni kama alijitakia vile, sivyo? Kwamba aliwachokonoa mno, aliwachokoza mno kiasi ambacho maneno yalikuwa makali mno, yani mtu asingeweza kuvumilia. Ingekuwa ni siku za leo mtu angeweza kumpiga hata si mkuki, si risasi na kadhalika. Sasa katika hali hiyo wakampata Yuda ambaye alimsaliti Yesu. Sisi tuongee habari ya Yesu na wanafunzi wake walikula nini ile siku ya Alhamisi. Inavyoonekana hawakuwa wamejiandaa kununua mwanakondoo kwa ajili ya nini? Ya kufanya kumbukumbu. Maana walikuwa kwenye kile chumba cha juu ambapo wameandaa Pasaka yao. Hawana mwanakondoo, lakini ni lazima wafanye kumbukumbu. Sisi tunapofikiri kwamba labda hakuwa na pesa ya kununulia, lakini jambo sio hilo. Mungu alikuwa anataka kuwahamisha kutoka kwenye Pasaka ya Kiyahudi ambayo imejenga msingi wake kwenye mwanakondoo na kwenda kwa mwanakondoo wa Mungu ambaye atatoa mwili wake kwa ajili ya ukombozi. Kwenye hii siku hawali nyama. Badala yake wanakula mkate. Huu mkate unakuwa badala ya nini? Ya kondoo. Sawa? Kondoo ambaye sasa alitolewa kwa ajili ya kuwakomboa wale watu, lakini sasa sio kondoo tena, ila ni nani? Ni Yesu. Yaani kuna vitu vitatu tunahitaji kuelewa uhusiano wake. Kutoka mwanakondoo kwenda mkate, halafu mkate unaosimama badala ya nani? Ya Yesu. Yohana anapoanza kwenye ile Yohana sura ya 1 mstari wa 29 anasema tazama mwana kondoo wa Mungu. Okay. Mwana kondoo wa Mungu. Lakini hawajui atachinjwa lini, atachinjwaje. Katika mafundisho yake Yesu mara kadhaa amewaambia aulaye mwili wangu huyo atakuwa na uzima tele, anayekunywa damu yangu huyo ataishi. Na haya mafundisho yalikuwa magumu sana kwa watu kiasi cha kushindwa kuelewa anamaanisha nini. Na hii imeendelea kuwa shida kwetu mpaka leo hii kwamba siku tunaposhiriki meza ya Bwana tunakula mkate au tunakula nyama, mwili wa Yesu. Najua kwamba tukizungumza hata humu ndani tutapishana muda sio mrefu.
kwenye meza ya Bwana huwa tunakula mwili wa Yesu au tunakula mkate? Mkate. Kumbe mmejanjaruka. Tunakula mkate, si ndivyo? Okay. Lakini angalia Yesu ile siku anapotolewa alisema nini? Huu ndio mwili. Yaani tuangalie uhusiano uliopo kati ya huu mkate tunaokula na halafu na hii sentensi ambayo Yesu anasema kwamba huu ni mwili wangu. Na hata sisi kwenye meza ya Bwana tunapogawa huwa tunasema mwili wake Kristo uliotolewa kwa ajili. Yaani kuna uhusiano gani hapa? Nimesema hivi, Wayahudi au Waisraeli kwa ujumla, siku ya kukumbuka tukio lao la Pasaka, Peska, kutolewa au kukombolewa kutoka Misri, waliambiwa wale mkate usiotiwa chachu, wale kitu gani kingine? Nyama ya mwanakondoo. Lazima wamalize muda ule ule, na halafu mfupa hata mmoja usivunjwe, na halafu wale mboga chungu. Hawa ndugu, hii siku ya kukumbuka akiwa na Yesu, hawakuwa na kondoo. Sawa? Kwa nini hawakuwa na mwana kondoo? Nimewambia tayari. Hawakuwa na mwana kondoo kwa sababu Mungu alikuwa anawahamisha kutoka kwenye kondoo mnyama kwenda kwenye nini? Mwana kondoo wa Mungu, yani Yesu. Lakini Yesu hawezi kuchinjwa pale. Badala yake anawaletea mkate na anawaambia kwamba huu mkate, sawa? Katika huu mkate tutakumbuka namna ambavyo yeye ameuawa kwa ajili yetu. Namna ambavyo yeye amejitoa kwa ajili yetu. Tunapokula mkate, pamoja na kwamba tunakula mkate, kimsingi tulipaswa kula nyama ya mwanakondoo kama ambavyo wenzetu walikuwa wanafanya nini? Wanakula. Lakini sisi sio wachawi wakula nyama za watu. Sawa? Na muda huu ambapo Yesu anawagawia mkate, hakukuwa na hicho kitu kwamba yeye ameshakufa. Ila alikuwa anawaambia kwamba mlipaswa kula mwanakondoo, lakini mwanakondoo ndio huyu anayegawia nini? Mkate. Muda sio mrefu mambo yatachanganya, nitakamatwa na nitakwenda, hata kama hii sentensi ya kuongea, halafu baada ya hapo mtaendelea kukumbuka jambo hili. Bahati mbaya sana, jambo hili sisi ni kama hatuliheshimu sana. Kwa sababu moja, hivi vifaa ambavyo tunavitumia kwa meza ya Bwana tunanunua ovyo ovyo tu. Kama tunavyonunua karanga, sijui maandazi, tunamtuma yeyote, wanaagiza popote, na saa nyingine huwa tunakuwa hatuna uhakika kama vilivyofika ndio vile ambavyo tuliagiza au hapana. Lakini wenzetu Wayahudi kwenye mambo ya mikate ya uonyesho, ilichaguliwa familia moja, na mle ndani kwenye familia kama kuna watoto 6 au 7, wengine hawatajua, atateuliwa mmoja tu wa kuendeleza hii utamaduni pale ambapo wazazi watakufa. Yaani walikichukulia kuwa kitu cha pekee sana. Kwa sababu hiyo mikate ya uonesho ilipata hadhi ya pekee. Sasa sisi meza ya Bwana, yeyote anaweza kagusa, yeyote anaweza kabeba, yeyote anaweza kaandaa, yeyote anaweza akasijui kuchukua huko. Na hapa ndipo naposema kwamba tumechakachua Ukristo, tumechakachua mambo ya imani. Maana tunahitaji kuangalia. Hapa tumesoma habari za matendo makubwa ya Mungu ambayo Mungu aliyafanya. Aliwakomboa hawa, ilikuwa wafe, lakini akakwepesha kifo kikaenda kwa wanyama. Inapokuja kwetu sisi, hili jambo limekwepeshwa. Badala ya sisi walimwengu wote kufa, Mungu katika Yesu Kristo ameamua kulibeba mwenyewe, na anawaambia waendelee kufanya kumbukumbu. Sasa tuangalie hii kumbukumbu kama ambavyo iliendelea kufanyika. Tusome Wakorinto. Wakorinto, ilikuwa Wakorinto ngapi wa kwanza? Yule aliyeandaliwa kusoma? Peleka pale. Wakorinto wa kwanza sura ya 11 mstari wa 23, tutaishia ule mstari wa 28. Neno la Mungu linasema, kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa ninyi, kwa kuwa Bwana Yesu usiku ule aliotolewa alitwaa mkate, naye akiisha kushukuru akaumega, akasema,
huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi baada ya kula akakitwaa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Maana kila mulapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki, mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Basi kila aulaye mkate huu au kukinywea kikombe hicho cha Bwana isivyo stahili, atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Lakini mtu ajihoji mwenyewe, na hivyo aule mkate na kukinywea kikombe. Amen. Yeah. Mtume Paulo pamoja na mitume wengine na kanisa la mwanzo walikuwa makini sana kwenye kuadhimisha na kufundisha na kuelekeza namna ya kulienzi jambo hili. Kwa wenzetu wa mwanzoni, hii habari ya meza ya Bwana, yani haikuwa kama vile sisi leo tunavyofanya. Walikula kila wanapokutana. Waliwezaje? Moja, walikuwa wachache. Na wahudumu, hata kama walikuwa wachache, yani ilikuwa inawezekana. Lakini jambo la pili, hawakuwa na hivi ambavyo sisi leo tunavishiriki. Kwa mfano tuna mkate maalum. Ukienda kule Israeli, chakula chao kikuu ni mikate. Kwa hiyo wakiandaa mikate ya kawaida, wanafanya meza ya Bwana, kwamba tunakusanyika hapa tutakula. Maana yake huku kwetu ingekuwa kila mlo ambao tunakula tungesema kwamba tunafanya ibada. Ulikuwa na liturujia yake. Kwa mlo wote ule ambao tunakutana tunakula kiibada, tungekuwa tunafanya liturujia, na halafu kiongozi anawagawia mwanzo mpaka mwisho, na baada ya hapo tunakula. Sasa hao wenzetu hapa ni kwamba kila wanapokutana kwenye ibada, watu walikuwa wanaleta vyakula vyao, wanakaa hapo, wanakula na wanafurahi. Meza ya Bwana ndio hiyo. Sasa sisi leo hii hatuwezi. Moja, tuna washarika wengi sana kiasi ambacho ni ngumu kumanage. Na kama kila mmoja analeta chakula hiki na hiki, sasa hivi kuna mambo mengi sana yamezunguka. Maana tumeishia kusema kwamba tuwe na hii kitu tunaitwa meza ya Bwana, ambayo maandalizi yake na ugawaji wake ni mwepesi. Hata kama maandalizi ndio hayo kwamba lazima tununue, lakini ubovu unakuja kwa sababu tumeshaingiza na mambo ya sadaka na hivi. Baadhi ya watu wanafikiri kwamba ili ushiriki meza ya Bwana lazima uwe na nini? Na pesa. Vinginevyo huwezi kushiriki. Na sijajua tufanyeje kwenye kanisa letu kwamba tutoe uhusiano uliopo kati ya kulipa na kushiriki. Kwa sababu ile kuweka chombo cha sadaka pale mbele, mtu anakisha kushiriki aje hapo, kinachokuja akilini ni kwamba hiki chakula kinalipiwa. Kama kanisa letu lingekuwa na nguvu kiuchumi, yani kwenye hii ya kushiriki, ingeondolewa hii habari ya sadaka, ili watu waelewe vizuri kabisa kama sadaka lazima iwepo. Basi tujikite kwenye mafundisho, kuwafundisha watu vizuri, ili waelewe kwamba sisi hatulipii hii meza ya Bwana. Badala yake tunamshukuru Mungu kwa tendo kubwa alilolifanya katika Yesu Kristo. Sasa hapa kwa Wakorinto ni kwamba Paulo anazungumza baada ya kuona kwamba kumetokea sintofahamu kwa hao washiriki. Baadhi wanakuja wamelewa, wengine wanakuja na njaa kabisa, na wengine wanachelewa, wengine wanawahi. Watu wakiwahi wanaanza moja kula. Kwa hiyo katokea manunguniko na malalamiko na mikanganyiko mingi tu katika kukusanyika kwao. Tumshukuru Mungu kwamba sisi leo huwa inakuwa tofauti. Sasa Paulo hapa anaweka utaratibu kwa sehemu ambayo haina utaratibu. Watu waleje, anawakumbusha, nilipokea kwa Bwana niliyowapa ninyi, kwamba usiku ule alipotolewa alitwaa mkate, akisha kushukuru akaumega
na kuambia huu ndio mwili wangu. Alishika nini ule usiku? Mwili wake au alishika mkate? Na anawaambia huu ndio. Tumeshaona uhusiano uliopo kati ya mkate na mwili wa Yesu. Au nirudie tena? Mmeshasahau? Mnakumbuka? Kwamba alishika mwili ambao kuanzia hapo sisi tumeendelea kukumbuka na tunasema mwili wa Yesu, lakini mwili wa Yesu ni ule uliotolewa wapi? Msalabani. Hata hivyo, pamoja na kwamba tunakula mkate, tunaamini kwamba tungekuwa tunakula nyama ya mwana kondoo, sasa isingekuwa mwana kondoo tena, ila mwana kondoo wa nani? Wa Mungu ambaye yuko hai milele. Wanaambiwa wakumbuke na wafanye huo ukumbusho. Kwenye hii ya Wakorinto wanaambiwa kwamba mtu anayekula asiwe stahili anajipalia hukumu. Tunahitaji kuangalia, baadhi ya watu wamekuwa akisema kwamba kama unakula una dhambi, usifanye, usishiriki na kadhalika. Kuna mambo mawili hapa. Ule usiku Yesu alipokuwa analifanya hili tukio, mtakumbuka Yuda Iskariote alikuwepo pia chakulani, sawa? Kama alikuwepo, tujiulize, wanaotakiwa kula leo ni nani? Ni watakatifu au ni wenye dhambi? Ni wenye dhambi. Okay. Na kanisa letu limeweka msimamo kwamba hawa watu kama watakula na hata marudi si mnafahamu ni nani? Yaani watu waliojitenga. Siku za nyuma watu walikuwa wananyofolewa, si ndivyo? Tunafanyaje hapa? Tuna balance namna gani hapa? Nani anastahili kula? Kwa uelewa wangu, anastahili kula ni yule ambaye yuko kwenye marudi, kwa sababu anavokula anakuwa anafanya upatanisho na Mungu kupitia damu ya Yesu na mwili wa Yesu. Na haya ndio uelewa wako. Na kinachotokea? Kinachotokea tumegeuza sasa. Wale ambao wamekuwa kwenye upatanisho ndio wanaokula kuendelea kupatanishwa zaidi. Sasa sijajua inamaanisha nini, lakini haipo sawa. Haya, pamoja na kwamba ni chakula ambacho wenye dhambi wanapaswa kula, lakini tukumbuke kwamba hiki ni chakula cha nini? Cha agano. Kwa hiyo kinachotangulia hapo sasa sio habari ya dhambi, ila ni habari ya mtu aliyeko kwenye agano. Kama ni mtu aliyeko kwenye agano, maana yake ni lazima mtu yule aliyedumisha agano. Kimsingi hakuna mtakatifu hata mmoja. Sawa? Na kama hakuna mtakatifu hata mmoja, maana yake hawa ambao wametoka nje ya agano watakaa huko mpaka wawe tayari kurudi kwenye nini? Kwenye agano. Hata kama theolojia imepinda kwa kiasi fulani hapo, tuangalie namna ya kuweka, pengine diocese na kanisa kwa ujumla waangalie namna ya kubalance. Makanisa ya nje kwenye desturi na namna ya kula hii meza ya Bwana huwa haweki mkazo wote. Yoyote anaweza kula, hata mtoto mdogo amebatizwa, madam tu kwamba yupo kwenye agano, yani alibatizwa kwamba mimi namwamini Yesu, lakini sasa amerudi nyuma au hajarudi nyuma, huwa hatumaindi. Watu wapo tu. Sasa huu usiku hata Yuda Iskariote alikuja, alikula na Yesu hakumfukuza, ikimaanisha ya kwamba kwenye huu mlo tunahitaji kupatanishwa na Mungu, tunahitaji kuletwa kwa Mungu. Hatuli kwa sababu tunastahili, lakini kwa sababu tunastahilishwa. Tunahitaji kuboresha na kuyaangalia mafundisho yetu, vinginevyo tutawafungia watu nje kwa kitu ambacho kisicho. Ila sasa kwa sababu tayari mapokeo yameshajikita, ni ngumu sana kubadilisha haraka. Tunao akina Yuda wengi tu. Sasa wengine wanaisaliti kweli, ndio hiyo ya kuwafungia wengine nje, na bado Mungu anafanya nini? Anatuvumilia. Kwa hiyo hapa kwa Korinto tuangalie kwamba wenzetu walikuwa wanakusanyika kwenye kila kusanyiko la ibada, walikuwa na meza ya Bwana. Na hata huko nje, kwa sababu watumishi wako wengi, kwenye kila kusanyiko wanafanya hivi. Huu mlo tunaoita meza ya Bwana una maana kubwa sana.
Moja ni mlo wa upatanisho. Sasa anayepatana na Mungu ni yule aliyekosea, sivyo? Kwa hiyo ingefaa tusiwafungie nje wale ambao wamerudi, badala yake waje kwenye upatanisho. Kwani kwenye upatanisho kimila na desturi huwa inakuwaje? Wale waliogombana wakitambua kosa lao wanafanya upatanisho kwa mlo, kama sijui ni chakula gani na kadhalika. Kwa hiyo hata huu hapa ni mlo wa upatanisho. Lakini maana nyingine ya hii meza ya Bwana ni chakula cha uwepo wa Bwana. Bwana mwenyewe yupo, kama anavyosema kwamba huu ndio mwili wangu, si ndivyo? Ni mstari wa ngapi ule wewe uliyesoma? Mstari wa 24, kwamba akisha kushukuru akaumega akisema huu ndio mwili wangu. Maana yake sisi tunaendelea kukumbuka neno hili. Anasema fanyeni hivi kila mlapo kwa ukumbusho wangu. Kama mwili wa Bwana upo pamoja nasi, maana yake ni mlo wa uwepo, tena yupo akitugawia hata kama ni kupitia mtumishi. Kwa kuwa hiki ni chakula cha agano, kwenye agano lolote lile huwa kuna kuja na nguvu za Mungu. Kwa hiyo hiki ni chakula ambacho tunapokea nguvu. Watu walio dhaifu wanakuja kwenye hii meza ya Bwana ili wapokee nguvu za Bwana. Mtakumbuka Danieli aligoma kula chakula kule Babeli kilichokuwa kinapitia kwenye nini? Kwenye meza ya mfalme, kwa sababu aliogopa kujiunganisha na nguvu za mapepo, nguvu za miungu mingine. Kwa hiyo kama ilivyo kule kwamba chakula kinatoa nguvu za pekee, maana yake hata kwetu tunaposhiriki meza ya Bwana kuna nguvu ya pekee. Na mahali popote palipo na Bwana huwa kunatokea utakaso. Maana yake hiki ni chakula cha utakaso kinachotutakasa dhambi zetu. Si kuna damu hapo? Popote palipo na damu, na wao tunasema kwamba damu ya utakaso ndio kijitu cha kinachotutakasa. Kwa hiyo tunaposhiriki hapa tukumbuke ya kwamba tunatakaswa. Sasa kama wanaokula ni watakatifu, wanatakaswa nini? Maana yake ni lazima hapa tuangalie vizuri. Tunahitaji kwenda ili tutakaswe. Na alafu mbali na hiyo kuna kitu ambacho tunakiita Roho Mtakatifu, kwamba Mungu ameazimia watu wapewe nguvu za Roho Mtakatifu kwa namna nyingi tofauti. Neno linatuletea Roho Mtakatifu, ubatizo unaletea Roho Mtakatifu, lakini hata hii sakramenti ya meza ya Bwana tunaposhiriki, Roho wa Bwana anakuwa nasi, anatujia. Kwa hiyo tunapokuwa wavivu wa kushiriki meza ya Bwana ni kwamba tunapishana na ujio wa Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Lakini kumbukeni kwamba hiki chakula kina jina linaloitwa ushirika mtakatifu. Ni ushirika na nani? Ushirika na Bwana. Kwamba hiki ni chakula cha ushirika, tunashirikiana na Bwana. Ukimsoma Yohana vizuri kwenye nyaraka zake, anasema nimewaandikia ninyi ili muwe na ushirika na nani? Na Baba. Lakini kumbe ushirika mwingine tunaupata kupitia nini? Kushiriki kwetu meza ya Bwana. Tunakuwa na ushirika na Mungu, communion. Lakini kwenye liturujia yetu tunasema kwamba sisi tulio wengi tunapokea sehemu ya ule. Maana nyingine, kwa njia ya kushiriki hii meza ya Bwana tunashirikiana sisi kwa sisi, tunatangaza kwamba sisi tu wamoja. Hapo ni pazuri sana kama tungepaelewa. Nisingeweza kumtendea vibaya Baraka, nisingeweza kumtendea vibaya Elizabeti, si ndivyo? Hata Payovela nisingeweza kumdhulumu chochote. Sasa nenda huko mitaani, wale tunaoshiriki chakula cha Bwana, angalia tunavyotendea. Na jana nilikuwa nafundisha darasa moja kwamba unajua tunaposema kwamba tuishi nuruni, kama tunasema tuko nuruni alafu bado tunatendeana vibaya, maana yake kuna mambo mengine mengi tu yanayodhihirisha kwamba bado tuko wapi? Gizani. Kwa meza ya Bwana hii ingetukumbusha kitu kizuri sana. Lakini kama tungekuwa tumesoma Yohana, hii meza ya Bwana inatusaidia kujua mambo mengine mawili zaidi.
kwamba katika meza ya Bwana ndicho kipengele kinachotuonesha kwamba tunahitaji kutumikiana. Mnakumbuka Yesu aliye Bwana na Mwokozi na mwalimu wao alijifunga taulo akaanza kuwaosha wale nani? Mitume, wanafunzi wake. Sisi kwenye chakula cha Bwana nani huwa anagawa chakula? Wachungaji, si ndivyo? Viongozi. Maana yake kila aliye na nguvu awatumikie wasio na nguvu, aliye navyo wasaidie wasio navyo na kadhalika. Sasa tukio hili la kusaidiana, la kutumikiana, la mkubwa amtumikie mdogo lipo tu kwenye meza ya Bwana. Tukitoka huko nje mambo yanageuka. Na huwa nashangaa wengi tu, nikibeba begi langu mnataka kunipokea begi langu hata kama halina kitu, si ndivyo? Na huwa anawaambia mkitaka kunipokea nipokeeni nini? Mizigo ya dhambi. Si ndivyo? Hiyo niko tayari mnipokee. Lakini kwenye mizigo hii mingine kila mmoja ana mizigo yake, si ndivyo? Na hapa tunaambiwa kwamba kila mmoja amsaidie mwenzie. Sasa una mizigo ya kwako umebeba mingi tu, halafu kwa sababu tu ni mwalimu. Hapa panatufundisha vizuri kabisa. Sawa? Kwamba tufanye nini? Wakubwa tuwatumikie wadogo kwa sababu hawana nguvu, warefu tuwasaidie wafupi, si ndivyo? Na tulio wafupi kama kuna vitu vya kuinama kwa sababu sisi ni wafupi kwenda chini, tuwasaidie wenzetu walio refuka kwenda juu. Sawa? Ndio hivyo. Na alafu jambo jingine kwenye hii meza ya Bwana tunafanya mazoezi ya karamu ile ya mwisho. Ile karamu ya mwisho ambayo sisi wote tutakusanyika. Sasa hapa tujitahidi vizuri sana kuelewa, na tunapoendelea kufanya, yani tusifanye kwa mazoea. Wenzetu Wayahudi wako vizuri sana wanaposhiriki hili tukio la kukumbuka Pasaka. Yani baba anakuwa ameandaa vyakula vya ajabu ajabu pale, halafu watoto wanapokuja kwa sababu yani havieleweki, hawajavizoea, wanauliza baba, kwa nini leo tunakula chakula hiki ambacho hatujakizoea? Baba ndipo wanapopata nafasi ya kuanza kueleza kwamba unajua tulikuwa watumwa, tukaenda hivi, Mungu akatuletea hivi, na kwa hiyo ni agizo la kwamba tukumbuke kila mwaka jambo hili. Wanafanikiwa vizuri sana. Haya, tuangalie somo la 3. Ilikuwa ni Marko ngapi? Marko 14. Nani alikuwa anasoma hiyo? Haya, mpeleke hapa. Injili ya Marko mtakatifu sura ya 14 mstari wa 17 mpaka mstari ule wa 24. Basi ilipokuwa jioni, yuaja pamoja na wale thenashara. Nao walipokuwa wameketi chakulani wakila, Yesu alisema, amini nawaambia, mmoja wenu naye anakula pamoja nami atanisaliti. Wakaanza kuhuzunika, wakamwambia mmoja mmoja, je, ni mimi? Akawaambia, ni mmoja wa hao thenashara ambaye achomvya pamoja nami katika kombe. Kwa maana mwana wa Adamu aenda zake kama alivyoandikiwa, lakini ole wake mtu yule ambaye amsaliti mwana wa Adamu. Ingekuwa heri kwake mtu yule kama asingalizaliwa. Nao walipokuwa wakila, alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa, akasema, twaeni, huu ndio mwili wangu. Akatoa kikombe, akashukuru, akawapa, wakakinywea wote. Akawaambia, hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi. Amen. Asante. Tumesikia hii habari ya mmoja wenu atanisaliti, si ndivyo? Na halafu damu ya agano inayomwagika kwa ajili ya wengi. Injili ya Marko, baadhi ya watu wanashindwa kujua nani aliandika. Ninyi mnajua nani aliandika? Pendo? Nani aliandika? Marko. Mwingine? Hapa. Payovela? Yohana Marko. Mwingine? Hapa. Marko aliandika lakini akiwa na Petro kwa sababu ndo alikuwa anaeleza. Kwamba Petro alikuwa anamwambia maneno ya kuandika. Sawa, kama ni kuandika kwa mkono alikuwa ni nani? Marko, lakini maelezo ya hayo yaliyomo ni ya Petro. Na ukiangalia yaliyopo kwenye Injili ya Marko
na yaliyopo kwenye nyaraka za Petro, hasa ule waraka wa kwanza, vinaendana, vinashibana. Kwa habari ya mkazo ni mateso. Sawa? Injili ya Marko inaandikwa, hasa tuseme kwamba hata kama Marko aliandika, lakini ni kitabu kinachowekwa pamoja na vitabu vya Petro, kwamba anamuonesha Yesu kama mtumishi, mtu aliyekuja kwa ajili ya utumishi. Na ndiyo maana ina maelezo, yani katika injili fupi ni Marko, lakini hii injili mkazo wake ni Yesu amekuja kutumika. Yesu amekuja kutoa mwili wake kuwa fidia kwa wengi. Kuna neno linalojirudia mara kwa mara mle, mara akafanya hivi, mara akafanya hivi. Mtumishi anapokuwa kazini anahitaji kuwa na bidii. Kwa Yesu ameonesha bidii ya pekee kwenye hii injili, akimaanisha kwamba yeye alikuja kwa ajili ya kazi. Tunasema waliandikiwa Warumi, na Warumi hawapendi porojo, wanapenda kazi. Kwa hiyo Petro akiwa anaishi kule Rumi muda wa mwisho, anawaelekeza kwamba huyu mtu huyu alikuja kwa ajili ya kazi maalum, na ili kukamilisha kazi yake maalum alifungwa na muda. Bidii ndio ilikuwa inamuongoza. Bidii, yani anakwenda kwa bidii, hana mambo ya longolongo ya legelege. Ni injili fupi kuliko zote, lakini ndio iliyojaa miujiza kuliko yote. Sasa hapa anapokuwa anaelekea kukamilisha huduma yake, akiwa ameketi hapo na wanafunzi wake, ndio tunaambiwa kwamba ndio ilikuwa usiku wa mwisho, wamekusanyika. Anawaambia mmoja wenu atanisaliti. Atamsalitije? Baadhi ya watu wanasema wanajaribu kumfutia Yuda Iskariote kosa lake halifutwi. Na hapa Yesu mwenyewe anasema kwamba yani ni heri kama singezaliwa. Maana yake hatuwezi kumfutia kosa hata kama iliandikwa kwamba atakuja kufanya nini, atakufa. Sasa tuangalie Yuda aliingiaje hapo. Tamaa. Sawa? Kilichomponda pale nini? Kilichomponda ni tamaa. Kama sio tamaa, kikombe kingemkwepa. Tunatekewa, tunajaribiwa, tunaanguka kwa sababu ya tamaa zetu. Okay? Hiyo ni moja. Ukiachana habari ya tamaa. Sawa. Ndio wapo hapo kwenye hilo tukio wanakula. Yesu anasema kwamba alitua, yani anaandika kwamba alitua mkate, akaumega, akabariki. Tumeshalizungumza hili jambo kule nyuma. Hapa tuzungumze tu labda hii habari ya Agano Jipya. Tunaposema Agano Jipya, Agano la Kale ni lipi? Na kuna tofauti gani kati ya hilo agano ambalo Yesu analianzisha na lile lililokuwepo? Baraka. Kwamba Agano la Kale na Jipya tunaangalia kwamba ukiangalia Agano la Kale lilivyokuwa limekaa, lilikuwa wanatumia sana wanyama kwa ajili ya upatanisho na Mungu. Lakini Agano Jipya linakuja kwa sababu Yesu amekuja kwa agano pale alipokuja kutukomboa sisi na kuacha kutumia ile wanyama na kuangikwa yeye msalabani kwa ajili ya kutukomboa. Asante. Kwamba Agano la Kale lilihusisha taifa moja. Uhusiano kati ya Mungu na Ibrahimu na wazao wake ambao ndio taifa la Israeli. Hata kama baadaye sana tumekuja kuona ni kama Wayahudi, taifa la Yuda ambalo lilikuwa limebakia pale. Kwa hiyo katika scope kule ilikuwa ni taifa moja. Inapokuwa kwa habari ya Agano Jipya ni kwamba linahusisha ulimwengu mzima. Ni uhusiano uliopo kati ya Mungu na wanadamu wote. Sawa? Ukihama kutoka kwenye hiyo habari kwa habari ya damu, Baraka umesema vizuri. Kule walikuwa wanategemea au walihusisha damu ya wanyama mbuzi au kondoo. Huku kwenye Agano Jipya sio damu ya kondoo tena, ila ni damu ya Yesu. Na angalia kule walikuwa wanafanya mara kwa mara. Sisi huku katika Agano Jipya damu imemwagwa mara moja tu.
na baada ya hapo hiyo damu imetosha kwa watu wa mahali pote na watu wa nyakati zote. Maana yake agano hili ni pana, ni kubwa, na kama ni katika nguvu, lina nguvu zaidi kuliko lile la kwanza. Lakini lile la kwanza tuseme lilikuwa kama mfano au utangulizi wa hili agano jipya, hili linalokuja sasa. Vinginevyo tusingeweza kuelewa chochote. Sasa kwa wenzetu wa agano la kale, kuhani au kiongozi alikuwa anaweza kukaa hapo na alafu akatoa sadaka kwa ajili yake na kwa ajili ya wengine. Sisi katika agano jipya imekuwa tofauti. Yesu hakuhitaji kutoa sadaka kwa ajili yake, ila yeye ndio anatoa tu sadaka kwa ajili ya wengine. Sasa kama anatoa sadaka, ni lazima awe kuhani, si? Bahati mbaya, habari za ukuhani hazieleweki sana, ukuhani wa Yesu. Kwa kuwa habari ya somo la kesho Ijumaa Kuu limekaa vizuri, lipo kwa Yohana kule ambako kuna habari zinazoendana, nafikiri kwamba tutazungumza hapo, na tutakwenda katika agano la kale kuona ukuhani ulivyokuwa na namna ambavyo Yesu alikuja kuwa kuhani mkuu. Kama darasa litatosha kwenye hicho kipindi, mtaingia, lakini kama halitoshi, ninyi mtasubiri tu turekodi kipindi cha ufufuko. Nani ana swali? Mike. Mpelekea na Mike. Mi swali langu lipo kwenye habari ya mikate, pia kwenye habari ya Uliza swali. Kwenye upande wa kipindi ambacho waliambia wale nyama, waliambia mifupa isivunjwe. Sasa nikawa nafikiria kwa nini waliambia mifupa isivunjwe. Na swali la pili ni juu ya mikate, kwamba mikate ya uonyesho katika CCB zamani walikuwa wanazingatia sana. CCB ni nini? Sema CCB, chakula cha Bwana. Sasa sisi wa leo tufanyaje kwenye hii CCB ili tuweze kuzingatia sana, kwa sababu wakati mwingine wanaotakiwa kutoa mafundisho na wao hawana mafundisho kamili. Yaani mafundisho yamekuwa ni dhaifu sana. Alafu swali linalofuata, ndugu yangu, mimi nina tabia kusahau. Hadi swali la kwanza nimeshalisahau. Sawa. Basi tuende swali moja maana maswali wakati mwingine ni msingi. Ulisema swali la kwanza ni? Swali la kwanza ni kuhusiana na habari ya kula nyama mifupa isivunjwe. Haya, inatosha. Unajua hapa kwenye agano la kale mambo mengi yalikuwa ni utangulizi wa yatakayofuata katika agano jipya. Ndio. Yesu alipokuwa msalabani, kuja kuvunjwa mifupa wale wenzio walikuwa wamefanya nini? Wamesulubiwa pamoja na yeye. Lakini walipofika kwa Yesu tayari alikuwa amesha kufa tayari. Mifupa yake haikuvunjwa. Hili katika agano la kale lilikuwa linatanguliza kwamba Yesu asivunjwe mifupa yake. Na ili asivunjwe mifupa yake lazima mwana kondoo wa kwanza asivunjwe, ili kitakapokuja hiki cha pili viende pamoja. Sawa? Kwa hiyo asivunjwe mifupa kwa sababu huko mbele kuna tukio ambalo linahitaji kutokuvunjwa mifupa. Yaani kama unabii Yesu asije akavunjwa mifupa, basi hao wa kwanza wasivunjwe mifupa. La pili ulisema kwa habari ya meza ya Bwana, hii tunavyovitumia ni kama hatulii manani na hivi. Na pengine wanaotakiwa kufundisha nao pia wafundishwe. Na sawa, wafundishwe chuoni. Na bahati mbaya sisi tunaofundisha chuoni hatujafundishwa. Matokeo yake ndio maana huko sharikani mara nyingi, na hasa wale ambao sharika zao zina pesa, hawafundishi, badala yake wanatafuta ma MC waje kufanya nini? Kufundisha. Tunahitaji kama kanisa kujenga msingi tangu hapa. Na hii ndio sababu tunataka kuboresha kwenye chuo chetu namna ya kuandaa watumishi mjengeke vizuri katika Biblia. Sawa? Tulishakuwa tayari na ile program ya kufundisha kitabu kwa kitabu, vitabu vyote 66 mvifahamu vizuri.
Hakuna chuo duniani ambacho kinafundisha vitabu vyote. Sasa hapa tunaendelea kuvutana juu ya muda, kwamba kipi kifanyike lini. Lakini tukifanikiwa hilo hapo, najua kwamba kila mmoja atapenda kuja kusoma Kiluga, kwa sababu tutatoa wanafunzi ambao anajua vizuri tangu kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu kile kinachoogopwa sana, kitabu cha Ufunuo. Nimejipanga kwa ajili ya hilo, najua kwamba tutafanikiwa. Muda mwingine hata kama sio kwenye vipindi vya kawaida, lakini hata vile vya jioni tutavitumia. Haya, swali la mwisho lilikuwa ni uliza. Ni ukiangalia wenzetu Wayahudi katika kumtumikia Mungu wamefanikiwa sana na kuzingatia zile taratibu ambazo wamewekewa toka zamani, na ikawa huenda ni kwa sababu ya Mungu, yani ni kama taifa ni taifa teule la Mungu. Kwetu sisi huku imekuja kama dini ya kimisioni. Sasa kama imekuja kama dini ya kimisioni, tufanyaje ili tuweze kuwasaidia hata watoto wetu na tuweze kuwafikia hata kwa sehemu wenzetu wa kule? Haya, kuna mambo mawili hapo. Jambo la kwanza, hawa Wayahudi useme wamefanikiwa sana, lakini wamejitahidi sana kushika mapokeo yao na wanayakazia sana. Unajua kwa nini? Kwa sababu walianza na sheria. Walipokuwa wanakosea walikuwa wanafinywa hapo hapo. Nimeshawaambia pale mwanzoni, walipokuwa wamekosea wakaingizwa kwenye mateso. Sawa? Sasa ubovu uliopo kwetu sisi, tupo kwenye neema. Yaani neema imetuingia. Hata mtu kusema kwamba wewe hutakiwi kushiriki au hutakiwi kufanya 1 2 3 kwa sababu ni dhambi, watu wanajua kwamba hata nikifanya dhambi kesho nitaamka, si ndivyo? Naendelea, maisha yanakwenda. Lakini wenzetu ile tu akishakukosea anafinywa. Soma Waebrania sura ya 12 mstari wa 6 au Ufunuo sura ya 3 mstari wa 19. Ni wapendao na wafanya nini? Na waadhibu. Walikuwa wanaadhibiwa, kwa hiyo mtu anaingia kuogopa. Jana nilikuwa naendesha mahali fulani, nikaangalia gari linalopita mbele yangu, anasema kwamba huruma sio malezi. Yaani unapomhurumia mtu, yana take for granted, hapendi kurekebisha. Ndio maana kuna michanganyo ya kila aina. Kwa hiyo tukitaka tujenge msingi mzuri katika Ukristo wetu, ni lazima tusome Agano la Kale na kuwaonesha watu kwamba nyewe ndugu, msie mkadhani ya kwamba Mungu haadhibu dhambi. Anaadhibu dhambi. Sawa? Angalieni huku jinsi ilivyo. Sasa bahati mbaya sana imefika mahali baadhi ya watu wanafikiri ya kwamba Mungu wa Agano la Kale ni tofauti na Agano Jipya. Na baadhi ya watu wameingia kumchukia Mungu wa Agano la Kale wakidhani ya kwamba ni tofauti na Agano Jipya. Hapana. Ni yule yule. Lakini katika kujifunua na kutenda kazi anakwenda hatua kwa hatua. Sasa hataki kutulazimisha. Kwa wale adhabu zilikuwa zinatolewa ili tuangalie mambo gani Mungu anapenda na mambo gani hapendi. Sisi tumeshafahamu kwamba hapendi dhambi. Kwa hiyo tukishikilia dhambi tujue kwamba adhabu inafanya nini? Inatusubiri, hatuwezi kuikwepa. Ipo, inakuja. Sawa, na nashukuru mwalimu. Kwa hiyo sasa kwa hapo hivi kufundisha watu habari ya sheria na kuwafundisha watu wazingatie sheria kwa ajili ya hizo sheria ziwasaidie kuishi kwenye neema, inaweza kawa ni nzuri. Sasa sisi tunahitaji kuambiwa na kuambia watu habari ya sheria ya kwetu sisi ikoje. Wenzetu walikuwa na sheria iliyoandikwa nje. Sisi sheria iko ndani. Na Michael, kabla hujafanya chochote kile, huwa kunakuwa na nia mbili kama zinagombana. Nifanye au nisifanye. Nifanye au nisifanye. Kilichopo ni kwamba Roho wa Mungu hatulazimishi, ila anatuambia kwamba my friend, ukifanya hivi ni kosa. Baada ya hapo anakuacha uamue mwenyewe umeamua nini. Halafu nasema kwamba oya nimefanikiwa. Hujafanikiwa, ila umelazimisha, na Mungu anasema kwamba ni maisha yako. Unajua Mungu anatupenda sana, hapendi kutuamulia. Na kwa sababu hapendi kutuamulia, anatuacha tufanye tunachotaka, lakini anatuambia ukienda hivi unaingia kwa shimo, ukienda hivi unapona. Uamuzi ni wako. Unapotaka kwenda huku unakutana kwamba okay, huku kuna matunda haya na haya na haya na haya. Nikienda huku kuna miba, sitaki. Kumbe miba ni hapa tu, huko mbele ni raha tu. Anajua muda wenu umekwisha, si ndivyo? Pengine tusichukue muda mwingi sana. Tungemalizia swali la mwisho.
Unisamee wana darasa. Sema. Swali la mwisho ni kwamba kama Yuda aliandikwa tangu awali na kutabiriwa sana kwamba atasaliti. Sasa sisi wa leo tunapata mwanga gani kama baadhi yetu huenda wametabiriwa kwenda kwenye shimo la moto? Nani amesema kwamba Yuda aliandikwa tangu awali? Vitabu vimeeleza. Hakuna mahali ambapo pameandika kwamba Yuda aliandikiwa tangu awali kwamba atamsaliti Yesu. Kilichoandikwa, aliyekula chakula changu ameninunulia kisogo, ni tabia. Sawa? Na uzuri wa Mungu ni kwamba anaweza kuona tukio litakalotokea hapo baadaye, lakini kila mmoja anapewa fursa. Nimeshasema kilichomkamata Yuda nini? Ni tamaa yake. Sawa? Tamaa yake. Kwa sisi leo tukwepe tamaa. Sawa? Ndio zitakazo tuangusha. Yuda hakutabiriwa kwamba, yani hakuambiwa kwamba huyu atakayemsaliti atakuwa ni Yuda. Hapana. Ni yeye tu alijiingiza na tamaa zake. Yeah. Sawa. Kwa hiyo tukumbuke hii siku ya Alhamisi ni ya muhimu sana, lakini tunahitaji kuiboresha namna tunavyosherekea, na ingefaa sana tusifanye haraka katika kusherekea. Yaani tufanye kitu kinachoeleweka. Sasa ninyi ni wachungaji, mkienda huko kajaribuni kurekebisha. Sawa? Kwamba ili Kristo wetu upokee maana inayostahili, lazima tuanze kurekebisha haya matukio makuu ambayo tumeletewa. Alhamisi Kuu kama tungechukulia kwa uzito wote, yani ingepaswa kubadilisha mambo kwa ujumla. Ni siku ambayo wakubwa wetu, viongozi wetu wangeanza kututumikia. Ni siku ambayo tunawaandaa watu kuingia kwenye agano jipya. Hapa maana yake ni lazima tufundishe agano jipya ni nini, na mhudumu wa agano hili ni nani, na damu hii ni ya aina gani, na je, tukiendelea kukosea tunapokuwa kwenye hili agano jipya tunamaanisha nini? Mungu ametuletea katika hili agano jipya sheria mioyoni mwetu. Yaani popote unapokwenda sheria unayo tayari. Chochote unachozungumza sheria unayo tayari. Kwa hiyo unaamua tu kwamba nifanye hivi, unakaidi. Na kama unakaidi, angalia wenzetu kila walipochemsha walifanya nini? Waliingia matesoni. Sasa sisi ni kweli kwamba kuna baadhi ya mateso tunakutana nayo sasa hivi, lakini kibano kikubwa kinakuja, na hapo ndipo unasema yani kama ningejua nisingefanya hivi. Kwa hiyo tuwakumbushe watu. Najua kwamba wengi wenu mtaondoka na kwenda kuhubiri Pasaka. Wakumbusheni. Mtakwenda Alhamisi, kama mtahudumu siku ya Alhamisi, wakumbusheni umuhimu wa hii siku. Hii siku ndio inayotuhamisha. Agano jipya alianza Alhamisi Kuu, lakini viashiria tayari vinaanza. Ile tutakapovuka na msalaba, upande wa pili wa msalaba, ndio agano jipya linasema, oya, tumeshaamuka huko. Msikose kitakachofuata. Kuna mambo mazito ambayo mnaweza kusikia kwa mkuja hapo. Sawa. Sasa mara kwanza alisalimu dada wa diploma kwa mkaka. Haya, wewe ulishasoma. Haya, wewe mkaka. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, asante kwa ajili ya nafasi ya kupokea maarifa ambayo umetupa. Tunapokwenda katika mapumziko mafupi, uso wako uende nasi katika Kristo Yesu. Amen.